ni mchezaji pase. Yaani Dube katika soka la kisasa modern football anakofa vitu vingi sana. Dube anaingia kwenye mfumo wa timu. Yaani naye anakuwa ni part ya timu. Timu ikiwa ina mpira, anaingia eneo chini, anaweza kama ni kiungo wa kushambulia, anaweza akacheza kama ni winga, akaenda kucheza kama namba 2, akaenda kufanya recovery pembeni. Kwa hiyo anakuwa ni ana faida kuhakikisha kwamba anatengeneza uwiano wa namba kwenye kila maeneo na mnakuwa hampo pungufu. Ingaje weakness yake kubwa ndio tunaizungumza ni matumizi ya nafasi, kwamba inamtaka apate nafasi 7 pengine aweze kutumia moja. Huyu ni mshambuliaji wa kati. Unaona? Ambaye anakuwa na threat kwenye final side ya opponent. Anaweza katokea kulia au kushoto. Lakini silaha yake kubwa matumizi ya nguvu na akili na kasi na kuweza kutumia nafasi ambazo anakuwa ametengeneza au ametengenezea. Kwa hiyo hapa tunachokwenda kukiona ni upatikanaji wa magoli na matumizi ya nafasi ambazo huko nyuma zilikuwa zitumiki. Kuongezeka kwa Ture unadhani kunaweza kukaenda kuleta somo kwa Depo, pengine kutazama mpinzani ambaye ameletewa kwa hivi sasa? Mimi sijawahi kumdoubt Depo. Watu wamekuwa tu ni wepesi wa kusahau. Depo aliingia Yanga pamoja na Okero katika kipindi ambacho timu ilikuwa ina pressure sana na ilikuwa haitaki vitu vingi zaidi ya matokeo. Unajua Yanga hapa mwishoni msimu uliopita walikuwa wako unga sana. Wenye timu ilikuwa iko ni haina option. Timu ambayo imekuwa haiko vizuri na walikuwa na pressure ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kutoa nafasi kwa mchezaji kuweza kurisk kufanya vitu vipya. Na waliingia timu ikiwa ina too demanding, yani timu inataka sana. Na alianza vizuri sana kama utafuatilia mechi zake za mwanzo. Lakini alipopata majeraha akakosa muda na timu ikawa haina muda tena ukaenda kumsubiria kwa sababu muda ni mdogo na mechi zina ushindani na Simba anakuja kwa ukaribu wanataka ubingwa. Kwa hiyo mimi ninachokuwa ni kwamba yale mazingira ambayo aliyakuta yalimnyima kupata nafasi ya kuweza kuadapt na kupata utulivu. Kwa hiyo naamini katika msimu huu ambao tayari amepona majeraha yake na amekwenda kuongezewa mtu mwingine ambaye anaweza kaenda kapati naye, itamfanya naye pia aweze kuongeza umakini na kuzingatia ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza maeneo mengi na akatokea Europe. Kwa hiyo mambo kama anayafahamu. Kwa hiyo najua kwamba tegemea kwenda kuona ushindani mkubwa kati yake na huyo ambaye ameweza kusajiliwa. Unadhani kwa faida lakini hawa watu ambao wanaotutazama kwa hivi sasa, tukimchukua Clement Mzize then tukarudi tukamchukua Depo pamoja na Ture, unadhani mwalimu anapaswa kwenda kuanza na mchezaji upi? Kitu gani ambacho hawa watatu wanaweza mwalimu kwenda kutumia kitu ambacho ni bora zaidi ya hao wengine? Nafikiri Mzize ndio kwamba ni half striker. Yaani ni nusu mshambuliaji, nusu kiungo mshambuliaji. Yaani kila sehemu anakosa sifa zote. Sio, unaelewa? Yaani hajakamilika kwenye kila eneo, katika maeneo mbele. Yaani kuna muda unamuona kama winga akatokea kulia au kushoto. Lakini kuna vitu vya winga vinakosekana. Lakini anafanya kazi kubwa. Kuna muda unamuona kama mshambuliaji, lakini unahisi kwamba kuna vitu vinakosekana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yupo katikati na ana manufaa makubwa sana kwenye klabu. Kwa hiyo yeye huyu anakuwa na faida moja. Ni rahisi kuweza kupata nafasi ya kucheza kwa sababu kuna maeneo mengi unaweza ukamtumia. Sio, unaelewa sio? Kwa hiyo akiwa fit ana nafasi ya kucheza. Kwa sababu wewe hahitaji umpange kwa jina namba 9. Unaweza ukampanga kama winga kushoto au kulia na bado akakofa kitu, lakini si bado anapolisogelea lile eneo anakuwa na tabia za ushambuliaji. Clement Mzize. Lakini mimi sije kuamini kwamba unamweka kama namba 9 pale. Alafu acheze, hawezi. Ni ngumu kuweza kuscore. Angalia mikimbio yake, receiving zake za mpira ni ngumu. Kwa hiyo simuoni akiwa kama namba 9, namuona kidogo mshambuliaji anayetokea pembeni. Yaani ndo image ya soka la kisasa. Yaani sio mtu ambaye anasema okay, kape namba 9 sasa. Una walinzi wawili, amepiga mpira amereceive sasa hatani, hapana. Simuoni katika mazingira. Kwa hiyo naona hawa wawili kati ya Depo na huyu na Ture ndio wakijaribu kupambana na pengine kumfanya mwalimu. Maana wakati mwingine mwalimu anashashona wachezaji. Ukiona wote wana viwango vizuri, ukachange falsafa wanaingia na 4-4-2. Kwa mbele anakuwa na shambuliaji wawili ambao ni typical striker anacheza. Kwa natumia winga mbili, winga ambao ziko pure winga kulia kushoto, katikati na shambuliaji wawili naendelea na mchezo. Kwa hiyo wao ndio wataamua mwalimu atumie wote au aanze na mmoja kutokana na kile ambacho mwalimu anakuwa anakihitaji. Jina jingine ni Albert Kangwanda.
miongoni mwa majina ambayo yamesajiliwa ndani ya kikosi cha Young Africans, raia kutoka Zambia. Nafikiri tumemuona akiwa kwenye national team ya Zambia. Anachokifanya akiwa kwenye timu zake za Zambia ni winga ambaye ni winga msumbufu. Uwezo wake, reactions zake, mbinu zake anataka kufanana na tulikuwa tunataka kama kina Kichuya hivi, wakina Libasegwe, aina ya uchezaji ule inverted, kwamba anachukua mpira anajaribu kutaka kufuata, anaingia afa na kevu, naona kupitia wenda kulia au kushoto na kuweza kufunga. Kwa hiyo unakuta ukishindwa kumdhibiti pembeni anatoa magoli mengi kutokana na mguu wake anavyoweza kuutumia. Kwa hiyo mimi binafsi namuona ni kama au leo kutajia kwamba aina uchezaji kina wakina Kichuya enzi za ubora wao ule, hapa kati tumekuja kuwa na Libasegwe, ni wachezaji wa staili hiyo kwamba anatokea pembeni, lakini madhara yake makubwa hapo kwenye cross, isiyokuwa ni kwenye kufunga yeye mwenyewe. Ukitazama Young Africans kwa msimu ambao uliomalizika katika dirisha kubwa la usajili, walisajili baadhi ya nyota, lakini mfumo haukukubali. Tunaweza kusema mfumo haukuklik moja kwa moja. Unadhani nyota hawa maingizo haya ya wachezaji ambao yanasajiliwa kwa hivi sasa ni maingizo ambayo mwalimu mwenyewe pia ndiye ambaye alikuwa akihitaji sahihi kwa ajili ya kuelekea kwa msimu ujao, maana yasija kawakuta kama yale ambayo yaliwakuta kwa msimu uliomalizika? Hicho sio kusajili mwalimu au kusajili viongozi. Alafu siku ndio tumekuwa, unajua sisi tumekuwa tuko very bias. Hata juzi nisikie mtu anazungumza kwamba kwa nini timu anasajili rais wa timu. Yaani tumeweka sana ushabiki kwa mambo ambayo yana ushabiki. Leo Real Madrid anasajili na Real Madrid. Pengine rais wa timu anaweza, ndio rais sio anaweza. Real Madrid anasajili, yani anayesajili ni rais ni Perez. Miaka yote tunajua ndio anasajili. Barcelona tulikiwa na rais wao Laporta, alikuwa anasajili. Ndio anamtafuta mtu, hata leso PSG anasajili wachezaji. Kwa hiyo si jambo la tofauti. Unaona? Na hao walimu wa sasa hivi ni walimu ambao hawakai sana kwenye timu. Yaani makocha hawawezi kuona mtu anakaa miezi 6 mwaka anaondoka, jambo la kawaida. Lakini timu ina malengo na maono na falsafa zake ambazo zipo. Naona kuta sehemu kubwa marais wa klabu ndio wamekuwa wakifanya hizo deals na wanatumia ushawishi wao na connection yao kuweza kufanya hizo sajili. Kwa ni jambo ambalo ni duniani ni la kawaida sana. Waingereza ndio bado walikuwa na mfumo wao ule wa managers, lakini pia anaona yani wamekuwa na mfumo na wenyewe pia unakuwa na managers ukilindwa na ile technical staff, kwa maana ile ukurugenzi, ile director of sports, director yule wa ufundi ndio amekuwa ana nguvu, na wenzetu tayari wale walikuwa na mifumo ya timu zao, zile falsafa ambazo wanazo. Kwa kuna wakati wanakuwa wanajua, leo kwenda pale Arsenal wanajua kabisa sisi tunataka tuchukue wachezaji wa namna gani, ili waweze, sio kila mchezaji mzuri atacheza Arsenal au Liverpool au Manchester United, kwa sababu tayari waitengeneza mazingira ya kuwa na hizo falsafa zao na misingi yao mikubwa. Kwa hiyo inakuwa ni kazi ya technical staff, kwa maana ya ile mkurugenzi wa ufundi na benchi la ufundi, kwa maana ya kocha, wanakaa na kuweza kushauriana wakiangalia vitu vikubwa vitatu. Kwanza, uwezekano wa huyo mchezaji kupatikana; cha pili, kuingia kwenye mfumo; tatu ni gharama. Ndio watu wanakuwa nakifanya ni gharama. Kwa hiyo sio jambo tu ambalo linakuja linaibuka tu. Kwa hiyo engineers anachokifanya ni kitu perfect kwenye mpira wa kisasa. Ni kitu cha msingi kabisa, kwa sababu cha siku anapoondoka mwalimu yeyote anaacha ripoti ya ufundi ambayo inakuwa ni ripoti ya msimu uliopita, tathmini yake, bwana mimi nimekaa kwenye timu, hawezi kaondoka bila kuacha ripoti. Nimegundua kuna 1 2 3 4 5 6 7 8 kuna mapungufu haya, maeneo kufanywa marekebisho ni haya. Kama kuna option ningepata mtu wa namna hii na hii na hii, na wanakuwa wanaweka mapendekezo, sio moja. Unaweza kuta labda ningepata mtu wa namna hii, kama sio huyu nipata namna hii, hata manne. Kwa hiyo viongozi watajipima kwamba huyu anataka tumchukue Mayele ndio aweze aje kwa timu. Je, budget ya klabu inaweza kumchukua Mayele? Kama Mayele hayupo, yupo nani sasa? Kuna labda Selemani Mwalimu. Je, atafiti? Sio, unanielewa? Ndio wanakuja kufanya maamuzi. Kwa sababu kocha yoyote yeye atakachokifanya, yeye wewe umempatia malengo, task, kwamba kisha kwamba unacheza nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kuna mtu ambaye anapenda achukue kitu ambacho ni cha ovyo.
Kwa ukimwambia atasuggest watu ambao wa maana. Je, klabu inaweza kuwafikia watu? Wakati mwingine anaweza akatumia loophole na akafanya biashara. Tumeshuhudia makocha wengi sasa ni mameneja. Unaona wanakuja kwenye timu, wanakuja na watu wao. Kwa hiyo wakati mwingine ukimpa nafasi ya kusajili, anaanza kukuletea watu ambao kisha unamfukuza na kuachia bomu. Si unaelewa? Kwa sababu kuvunja mikataba ya makocha ni rahisi kuliko ya wachezaji. Kwa hiyo watu wasitemsi kwamba kama ni kitu cha engineers anafanya kitu sahihi kabisa. Yeye ndio klabu, anajua budget na pale wana technical staff, wana wataalamu wako pale, wana benchi la ufundi, wana ripoti, anatoka mbele kuja kuwasilisha yale ambayo wenzako walikuwa wamekubaliana. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa mimi nikiangalia, nafikiri hata Yanga kushindwa msimu uliopita haikuwa kutokana na kusajili viongozi. Ilikuwa ni sababu zao nyingi, na pengine wakati mwingine scout yao haikuwa nzuri sana. Yani waliangalia ile current status bila kuangalia previous ziko zimekaaje, kwa kujikuta kwamba wanachukua ubora ulioibukia bila kuangalia uwezo kuweza kumaintain kile ambacho wanacho. Je, tukilizungumzia kwa usajili sasa